Kijana unaalikwa kuwa chombo cha amani kwa watu wote. Ni siku nyingine tena tunapata nafasi ya kuweza kukutana hapa katika anga la vijana. Tunazungumza mambo mbalimbali yanayohusu vijana. Tunajua katika ukuaji tunaanza utoto, kuna ujana na utu uzima. Sasa tunapozungumza swala la ujana ni swala ambalo lina mambo mengi sana ndani yake, lakini tumepata nafasi ya utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania kuja kuzungumza nasi, kutufundisha mengi, lakini kukumbusha kijana kama nguzo ya kanisa, nguzo muhimu katika familia, nguzo muhimu kila mahali. Anapaswa kufahamu nini anapokuwa kijana, lakini anapaswa katika ujana wa kwake kuishi namna gani. Mimi ni Irene Simon, tutakuwa hapa kupitia Amani Radio Online TV na Holy Cross Family Ministry Tanzania kuweza kutazama, lakini msikilizaji ambaye unatufuatilia kupitia 101.5 Amani Radio FM, kwa siku ya leo niko na Scholastica Masanja, lakini niko pamoja na Bwana Jerome Masi pamoja na Grace Kitime kuhakikisha kwamba anga la vijana kwa siku ya leo tunazungumza tukiwa tunautafuta ule ukuu wa Mungu ambao kijana anapaswa kuishi, lakini anapaswa kufahamu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Nafasi nyingine tena, karibuni sana tunapata nafasi hapa ya kuzungumza katika anga la vijana. Asante sana. Msikilizaji ambaye anakusikiliza hapa sasa, lakini anakufuatilia kupitia Amani Radio Online TV, lakini kupitia Holy Cross Family Ministry Tanzania, aelewe nini tunapozungumza kuhusiana na utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, kama ndo mara ya kwanza tunakuwa naye. Okay, utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania ni utume ndani ya kanisa Katoliki ambao unahamasisha maisha ya sala ya pamoja katika familia. Yaani baba, mama na watoto kukaa pamoja na kusali pamoja, hasa sala ya Rozari Takatifu. Ndio maana sisi kauli mbiu yetu na salamu yetu inasema familia inayosali pamoja huishi pamoja. Kwa hiyo ni utume ambao kwa kweli umekaa katika kuwahimiza, kuwasaidia na kuzihamasisha familia mahali kokote duniani zikae pamoja na kusali pamoja, kuanzia watoto, vijana na wanandoa, kwa maana watu wazima kukaa pamoja na kusali pamoja. Naam. Nikushukuru sana Bwana Jerome Masi kwa utangulizi huo kuweza kufahamu Holy Cross Family Ministry Tanzania nini hasa mnafanya, lakini na majukumu yenu. Lakini tunapozungumza kuhusiana na mpango wa Mungu katika ujana, idara hii ya utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, nini hasa mnalenga hapo? Asante. Kwanza idara ya vijana ndani ya utume wa familia ni idara muhimu kwa sababu inahusika na rika ambalo ni machachari, rika ambalo wanatakiwa mstari wa mbele katika kuishika imani, katika kushare imani kupitia vipawa mbalimbali, nafasi na zawadi mbalimbali ambazo Mungu amewajalia. Kwa hiyo ni idara ambayo tunafanya kuwahimiza na kuhamasisha vijana kuwa watu bora, kuwa watu wenye imani, kuwa ni watu wenye bidii pia katika shughuli zao mbalimbali, lakini kuwa ni watu wenye maono na wanaofanya kazi kwa bidii ili kufikia maono yao, sababu vijana ni kundi la watu wenye matamanio mengi katika maisha. Kuna mengi ambao wanatamani Mungu awatendee katika maisha yao, lakini tunachowahimiza sana ni kuhakikisha kwamba wanamtanguliza Mungu mbele, kwa sababu Mungu mwenyewe kabla ya kuwaumba, kama inavyosema katika kitabu cha Yeremia kwamba aliwajua na hata kabla hawajaja duniani aliwapangia safari yao ya maisha hapa duniani. Kwa hiyo lazima vijana wao ni watu wa kumtanguliza Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe alikuwa na bado ana mpango na vijana, kwa sababu vijana ndio wenye nguvu, vijana ndio wenye chachu, vijana ndio anaweza wakaleta mabadiliko maeneo mbalimbali ulimwenguni. Naam. Nikushukuru sana Bwana Jerome Masi, na nirudi kwako Grace Kitime. Anga la vijana tulizungumza katika kipindi cha awali, tukaweza kufahamu idara ya vijana ndani ya utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, lakini kwa siku ya leo tunazungumzia hasa ule mpango wa Mungu kwa kijana ambaye anatufuatilia sasa kwa kutusikiliza, lakini kwa kututazama. Pengine tunaposema mpango wa Mungu kwa kijana anapaswa kuelewa nini? Jambo la kwanza kabisa kwamba kijana anatakiwa kufahamu kwamba ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Lakini pia jambo la pili, anatakiwa kujua kwamba kama ameumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, basi Mungu amemuumba kwa kusudi. Hajaletwa duniani kwa bahati mbaya. Mungu ana mpango naye ili atimize kusudi. Inamaanisha mpango wa Mungu kwa huyu kijana ni kutimiza kusudi la kwake Mungu. Na hilo kusudi la Mungu kwamba kila mmoja Mungu amempa kitu cha kufanya hapa duniani. Yawezekana ni kupitia talanta ambazo Mungu ametupa. Yawezekana ni kupitia vipawa na vipaji ambavyo Mungu ametupa.
Kwa mpango wa Mungu pia tuvitumie hizo talanta, vipaji na karama tulizopewa mbalimbali ili kutimiza kusudi la Mungu. Hivyo Mungu anatamani tutimize kile anachotaka tutimize hapa duniani. Ndio mpango mkubwa wa Mungu, kwamba ametuumba kwa thamani kubwa, lakini pia kupitia karama na talanta na vitu vyote alivyotupa Mungu tuvitumie kwa ajili ya kufanya nini? Kutimiza kusudi la Mungu. Huo ndo mpango wa Mungu kwa kijana. Ndio. Na namna gani tunaweza kuishi hiyo sauti ya Mungu kama kijana? Wako wengi ambao wanatoka katika mienendo hiyo. Sasa tunaona ukuaji wa sayansi na teknolojia umekithiri sana kwa vijana wengi. Wako ambao wanatumia mitandao kwa matokeo mazuri, lakini wako ambao mitandao hiyo imekuwa sehemu ya kuwaharibu. Pengine sauti ya Mungu inasikikaje kwa kijana? Kwanza tunasema sauti ya Mungu ni sauti ya upole. Inayetuita kwa upole, ambayo yani ni sauti ambayo inakufanya urudi taratibu. Kwa maana hiyo kwamba hata kama amepotea, ana wajibu wa kubadilika pia, kusikiliza sauti ya Mungu na kuifuata, na kwamba Mungu ana mpango na sisi, na kwamba ametuleta duniani kwa kusudi maalum. Hivyo asitumie ile karama na kipaji alichopewa na Mungu kwa mambo yake binafsi, ila hakikisha nakitumia kwa ajili ya kufanya nini? Kufanya kile ambacho Mungu anataka tukifanye. Na ni kwamba kila mmoja Mungu anatamani tupite katika njia iliyo sahihi. Hivyo kila mmoja pia, kwa sababu ana dhamiri, na dhamiri ikiwa safi, huwa kuna sauti tunaisikia. Kuna sauti ya Mungu, lakini pia huko kuna sauti ya shetani. Na sauti ya Mungu kama nilivyosema ni ya upole, kila wakati inatukanya, inatuelekeza na inataka turudi kwake. Hivyo kama mitandao ya kijamii imekuwa ni sababu ya sisi kutufanya tusiende kwa Kristo, tusiende mbele kwa Kristo, tunaambiwa mara nyingi kwamba ukiona kama sikio linakufanya usifanye nini, usisogee kwa Kristo, hilo sikio lifanye nini? Likate. Ili hata ukienda mbele za Mungu una sikio moja, lakini ukiwa safi Mungu anakupokea. Hivyo kama mitandao ya kijamii inatufanya tusitende ule mpango wa Mungu, tusirudi kwa Mungu, basi tujitahidi tuitumie ili pasavyo, ili tuwe kwa nani? Kwa Mungu. Kama tulikuwa tunaitumia kwenye mambo yetu ya kawaida, ila tuitumie basi kukua kiimani, tuitumie katika kumtumikia Mungu, tuitumie vizuri katika kujifunza vitu mbalimbali vilivyo vya muhimu, na hivyo itatusaidia kusogea zaidi kwa nani? Kusogea zaidi kwa Mungu. Ndio. Nikushukuru sana Grace Kitime kwa ufafanuzi huo kabisa kuhusiana na mpango wa Mungu kwa kijana. Lakini nirudi kwako dada Scholastica. Pengine tunapozungumza mpango wa Mungu kwa kijana, kwa nini kijana anahimizwa kumjua Mungu mapema? Asante sana dada Irene. Kijana anahimizwa kumjua Mungu mapema kwa sababu Mungu mwenyewe anasema katika neno lake kwamba nawapenda vijana kwa sababu wana nguvu. Kijana, umri wa kijana ndio umri wa kutimiza ndoto. Ndio umri wa kujenga maisha yako ya kesho. Kwa hiyo ujana katika mpango wa Mungu, ni kwa nini basi tunasema hivyo? Ni kwa sababu kijana anatakiwa amtambue Mungu, amtumikie Mungu siku za ujana wake. Kwa sababu kuna wakati utafika atashindwa kumtumikia Mungu kwa sababu ya majukumu. Kuna wakati atashindwa kumtumikia Mungu kwa sababu ya mambo mengi yanayomsonga. Familia inamwangalia, lakini wakati wa ujana ni wakati ambao yuko na nguvu. Yuko na muda mwingi. Ana uwezo wa kwenda mahali popote. Ana uwezo wa kutoka hapa kwenda mkoa mwingine, kwenda nchi nyingine, kwenda mahali popote kwenye makongamano mbalimbali, pasipo kuangalia kwamba nyuma yake kuna nini. Ameacha wazazi tu ambao wazazi ndio wanamwezesha. Kumbe wakati wa ujana ndio wakati mzuri sana ambao kijana anatakiwa utumie vizuri. Katika kusoma neno la Mungu, katika kufanya kazi kwa bidii, katika kumtumikia Mungu, katika kufanya mambo ambayo yatamsaidia maisha yake ya kesho kuwa mazuri. Wakati wa ujana ni wakati wa kutimiza malengo, ni wakati wa kutengeneza maisha yako ya baadaye, ni wakati wa kutambua thamani yako wewe kama kijana, kwamba Mungu ameniumba mimi na amenifikisha umri huu wa ujana, nina thamani mbele za Mungu. Kwa hiyo thamani yangu ni kumtumikia Mungu na kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Asante sana dada Scholastica kwa ufafanuzi huo mzuri. Kumbe kijana wakati wa ujana wake basi ni safari ya kumtafuta Mungu. Pengine unaweza ukawa mzee ukashindwa, kwamba ukaanza kujutia kwamba ningetumia ujana wangu vyema, basi pengine leo hii ningekuwa na kitu cha kuhadithia kwa familia yangu, kwa vizazi vyangu. Lakini bwana Jerome, nirudi kwako. Tunapozungumza kuhusiana na maisha ya Padre Patrick Peyton, pengine mpango wa Mungu kwake alipokuwa kijana ulikuwa namna gani? Asante. Dada Irene, mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton ambaye ndio mwanzilishi wa utume wa familia,
Kimsingi katika utoto na ujana wake ni kwamba tayari Mungu alishamwekea ndani yake kitu kinaitwa wito. Kwa hiyo tangia akiwa mdogo na wazazi wake na hata alivyokuwa kijana, sasa alivyokuwa kijana ndio akachukua juhudi binafsi katika kuhakikisha kwamba anatimiza lengo lake la kuenenda katika wito wake. Huyu akiwa kijana alikuwa ni mtumikizi kanisani, na akafika mahali akawa anaishi kuna kitu ndani kinamwambia unataka uwe padri. Na ndio maana hata wakati anaondoka kutoka kule nchini Ireland kwenda Marekani, wazazi walikuwa na wasiwasi pengine akifika kule atabadilisha wito wake, pengine na kutaka kuwa tajiri au mtu fulani maarufu sana. Lakini yeye aliweka nguvu kubwa katika kuhakikisha kwamba wito wake unatimia. Sasa kwa vijana pia ambao tunazungumza nao leo ni na wazazi pia, ni vizuri kwamba tuelewe pia ndani ya kila kijana Mungu ameweka jambo fulani ambalo ni wito. Unaweza ukawa ni wito wa utawa, unaweza ukawa ni wito wa upadri, wito wa ndoa na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa ni vizuri kijana huyu mapema, kama ilivyo kwa mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton, kutambua kwanza yeye Mungu alimuumba hapa duniani awe katika wito gani, na akishafahamu achukue pia juhudi binafsi pamoja na sisi wazazi tuwasupport na kuwasaidia ili kuweza kufikia wito wao. Lakini sio kwa Peyton tu, hata kwa Yesu Kristo mwenyewe. Unajua wakati Mungu anamleta mwanae Yesu Kristo hapa duniani, alimleta kwa kusudi maalum kwa ajili ya kuja kukomboa ulimwengu. Na katika safari hiyo ya ukombozi tunaona, na uzuri mmoja kipindi hiki pia tunaona kwamba katika ufufuko wake Yesu Kristo ndio njia ambayo pia Yesu huyu akiwa kijana alipitia. Yesu akomboa dunia akiwa mzee, alikomboa kijana akiwa dunia akiwa kijana, na akiwa na miaka 33 tu alikuwa ameshaimaliza hiyo kazi ya ukombozi. Wazo langu ni lipi hapa, kwamba vijana pamoja na muda ambao tunaona tuna muda mrefu hapa duniani wa kufanya mambo mengine mengi, lakini tujikite kufahamu kwamba umri wa ujana ni kweli unaonekana ni umri mrefu, lakini ni umri mfupi, kwa sababu kijana kuanzia miaka tuseme 20 na kitu 18 hapo 20 na kitu mpaka anafika miaka karibia 40 na kitu, hapo anaona kama ana muda mrefu sana na anapoteza muda kwenye mambo mengi. Lakini kimsingi muda mwenyewe ni mfupi sana. Lazima tuweke nguvu zetu zote, sala zetu zote, juhudi zote, vipawa, elimu mbalimbali ili kuweza kufikia lile lengo ambalo Mungu ameliweka ndani yetu. Kwa sababu kutofanya hivyo kutafanya tutakavyokuwa wazee tuje tujilaumu na kuanza kulaani ambao tulidhani kwamba angetakuwa afanye majukumu ambayo tungeyafanya tukiwa kijana. Yesu alifanya kwa uaminifu, na huyu mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton alifanya kwa uaminifu. Ndio maana unaona kipindi cha ujana wake ndio wakati aliweza kuzunguka maeneo mengi sana kuhamasisha watu wasali rozari. Alizunguka maeneo mengi sana, akafanya mikutano mikubwa sana ya rozari takatifu. Alizunguka maeneo mengi ikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, majimbo kama ya Moshi na Same kule, kuja kipindi kile kuhamasisha watu wasali rozari. Haikuweza kuwa hivyo miaka ya 80 au 90 wakati akiwa mzee, lakini aliweza akiwa kijana. Na asante sana Bwana Jerome Masi kwa kuweza kutupitisha kwenye maisha ya Padre Peyton akiwa kijana. Kumbe hapo ambayo tunapaswa kuendelea kujifunza zaidi, hasa kubwa kufanya maamuzi katika umri wa kijana. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla haujaja wakati utakaposema mimi sina furaha katika haya. Tukisalia hapo hapo Bwana Jerome, sasa hivi vijana wengi tunapozungumza miaka 18 mpaka 33 na kuendelea kidogo, kumekuwa kuna matukio mengi sana ambao yanawajumuisha. Wengine wanataka mali za haraka haraka, wanataka mafanikio ya haraka haraka. Pengine tunajifunza nini kwa Padre Peyton kama kijana, na wengi wao wanamsahau Mungu na kujikita huko katika mambo ya kidunia? Asante dada Irene. Unafahamu umri wa ujana ni umri pia wenye tamaa nyingi, na ni umri pia umejaa tunaita influence, ushawishi mwingi. Ukizunguka vijiweni, maeneo mbalimbali ambako utakutana vijana, watakupa hadithi kwamba wanatamani, kijana anatamani kufanikiwa. Akiona mtu amepita na gari fulani anatamani na yeye awe na ile gari. Akiona mtu amejenga nyumba fulani na anatamani na yeye awe na ile nyumba. Ni jambo zuri, sio jambo baya. Isipokuwa tu lazima tufahamu katika kuyaendea na kuyafikia hayo, lazima huwa anasema kuna vigezo na masharti lazima vizingatiwe. Hata Yesu mwenyewe huyu, Mungu alivyo wa ajabu, hakushindwa kumfanya akomboe ulimwengu akiwa mtoto. Ukumbuke tangia anazaliwa tayari alikuwa ni Mungu katika nafsi ya pili. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kufanya maajabu katika utoto wake.
lakini haikufaa kipindi kile, kwa sababu ilimpasa awe kijana, umri utakavyotimia ndio aweze kufanya yale ambayo Mungu alitaka afanye kwa wakati ule. Huyu Patrick Peyton ambaye tunamzungumzia, ambaye ndio mwanzilishi wa utume wetu, tunaona kwamba ilimchukua muda katika kuyatimiza yale ambayo Mungu alikuwa ameyaweka ndani yake. Ni kweli kwamba alizaliwa kwenye familia ya kawaida ambayo ilikuwa na changamoto za kiuchumi na mambo mengine kama tunavyoona katika nchi yetu na katika jamii zetu na familia zetu kwa ujumla wake. Lakini hakuwa na papara ya kuweza kuyafikia yale matamanio au malengo ambayo anatamani katika maisha yake. Kijana huyu tunayemzungumzia leo, ni kwa kweli tuko katika nyakati ambazo watu wanaishi kwa mashindano, na ndio maana unaona sasa inafika mahali watu hasa vijana wanaingia kwenye makundi ya ushawishi ili wapate utajiri wa haraka waweze kutimiza malengo yao mapema haraka zaidi. Lakini pengine huyu kijana tutamwambia nini? Huyu kijana kwa kweli, nimesema pale mwanzo kwamba ni vizuri kijana kwanza aweke maono katika maisha yake. Anatamani awe nani, anatamani afike wapi katika maisha. Na akishafanya hivyo, maana yake lazima kuna Mungu lazima ahusishwe hapo katika kupanga na hata katika kutekeleza jambo lolote lile. Kabla kijana hajaenda kulitekeleza, alipeleke kwanza mbele za Mungu, pengine kupitia kusali, kufunga novena mbalimbali, kusali rozari takatifu. Mungu anaweza akamfunulia pia hata maono ambayo alikuwa hana. Na anaweza pia akamkinga dhidi ya maovu ya yule mwovu shetani, ili aweze kufikia yale malengo ambayo ameyapanga katika maisha yake. Akiwa ni mtu wa sala, ni mtu wa kumtegemea Mungu katika maisha yake, basi awe ni mtu pia na discipline, nidhamu katika maisha, kwa sababu vijana wengi ni watumiaji sana wa hovyo wa rasilimali ambazo wanazipata. Ndio maana unaona pia baadhi ya wazazi wanakuwa waoga kidogo kuwaonyesha utajiri au mali za familia kwa sababu ya aina ya kijana mwenyewe. Kuna wazee hapa mjini tunaona na maeneo mengi vijijini ambapo wamechuma mali nyingi enzi za ujana wao, na waliweza kuchuma hizo mali kwa sababu walikuwa na nidhamu ya udhibiti, kwamba ninatumia kiasi hiki na nahifadhi kiasi hiki kwa ajili ya uzee wangu. Sasa inavyofika kwamba vijana wengi katika familia pia unakuta familia ni tajiri, lakini vijana hawana maisha mazuri kwa sababu pia wazazi wanaogopa kutokana na namna ambavyo kijana mwenyewe yupo. Kwa hiyo kuwa na discipline, kufahamu kwamba mimi ni kijana na umri wangu huu na mambo mengi, mwili unachemka, dunia inanihitaji, ushawishi upo, lakini ni mtu wa kutumia nini, ni mtu wa kutumia kiasi gani, ni mtu wa kusave kiasi gani. Unajua tungekuwa tuna save at least 30% ya mapato tunayopata tukiwa ujanani. Ukiwa mzee, ile 30% ulio save itakuja kukusaidia uzee wako wote. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo kuwa na discipline na vitu kama hivyo. Lakini kijana huyu pia Mkatoliki na kijana mwingine yote ambaye anatusikiliza siku ya leo, ili aweze kufikia hiki ambacho Mungu amepanga yeye kufikia, kwa sababu kimsingi Biblia inatuambia huyu Mungu alituumba pia ili tuwe na mafanikio. Tuwe na mafanikio. Na Biblia inatuambia kwamba wakati mwingine pia tunafanya maovu ya ujana, hapo yapo mengi sana. Na wakati fulani tunaambiwa, Biblia inatuambia kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wataziacha njia zao mbaya na kunigeukia, Mungu anaahidi vitu vingi pale. Anaahidi kwamba mifugo yao itazaa sana, watafanikiwa mjini, watafanikiwa mashambani. Kwa hiyo pia ni vizuri vijana katika utafutaji, katika vurugu zote ambazo tunapitia, tumkumbuke Mungu hasa kwa kurudi pia kufanya kitubio kwa wale ambao tunayafanya ambao ni kinyume na mapenzi yake. Lakini siku zote tumuombe awe dira ya maisha yetu, kama ilivyokuwa kwa mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton. Hata katika changamoto alizokutana nazo za kuumwa, ugonjwa ule ambao ulikuwa ni changamoto kwa kipindi kile sana, alimgeukia Mungu, alisali rozari takatifu, na ndio maana tunaona kwamba alipata uponyaji wa kimuujiza kupitia maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Amina. Vijana wengi wamekumbwa na changamoto hizo kama ambavyo umezizungumza na kufafanua kwa kina Bwana Jerome. Lakini nirudi kwako dada Grace, tunapozungumza kuhusiana na kijana kufanya maamuzi sahihi, pengine utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, mnamsaidiaje kijana ili kujua kwamba mpango wa Mungu upo ndani yake, lakini anapokuwa kijana pia anapaswa kuishi katika malengo na maamuzi yaliyo sahihi? Jambo la kwanza ambalo ninaweza nikamwambia kijana kwamba katika kufanya maamuzi, mara nyingi tunasema mshirikishe Mungu vitu vyako unavyovifanya. Kila jambo unalolifanya ukimshirikisha Mungu, hata itafika wakati wa maamuzi utapata shida, kwa sababu una tabia kumshirikisha Mungu. Mungu atakupa namna nzuri ya kuwaza na kufikiri kwa kina. Lakini sasa kama tukiwa mambo yetu tunayofanya tunawashirikisha zaidi marafiki na wale watu wanaotuzunguka, inakuwa ni ngumu sana wakati wa kufanya maamuzi,
kwa sababu marafiki watakwambia vile wanavyoviona wao, lakini wakikuona unazidi kusogea hawatatamani wewe usogee, watakushauri kile wanachokiona wao ambacho kinaweza pia kikakurudisha nyuma. Lakini ukiwa ni kijana ambaye unapenda sana kumshirikisha Mungu mambo yako, kila kitu unakifanya unaanza na Mungu, unamaliza na Mungu, Mungu anakupa nafasi pia ya kufikiri kwa kina, anakupa mawazo mazuri. Na ndio maana kwamba kwenye Biblia inasema kwamba tunapata maarifa huko. Na anasema pia watu wangu wanaangamizwa kwa kosa nini? Maarifa. Inamaanisha pia tukisoma neno la Mungu, maarifa tunayatoa huko. Tunapata maarifa ya kutusaidia kufanikiwa, tunapata maarifa ya kutusaidia kuwaza vizuri, tunapata maarifa ya kutusaidia kufikia pia hata ndoto zetu. Na kwamba kwa maana yake ninachotaka kumwambia kijana ni nini? Kila jambo ni Mungu awe wa kwanza kwenye maisha yako. Na ndio maana tunasema kwamba kijana, hata kama una nguvu, hakikisha unamshirikisha nini? Mungu. Kila kitu unakiweka sawa sawa na Mungu. Hata marafiki ulio nao, yawezekana una marafiki wengi sana, lakini ukimwambia Mungu, hawa marafiki kama kwangu hawanisaidii, labda wananirudisha nyuma kiimani, wananirudisha nyuma katika kufanya yale mambo, Mungu waondoe. Mungu anaweza kuwaondoa kwa sababu kila kitu unakifanya kadiri Mungu anavyopenda. Mfano mzuri pia tunarudi tena kwa Father Patrick Peyton. Katika maisha yake yote, hata kufanya maamuzi, kwa sababu alikuwa ni mtu wa sala tangu akiwa mdogo. Hivyo kwake ilikuwa ni rahisi sana kufanya maamuzi kwamba mpango wa Mungu mimi nije kuwa padre. Hakuona kwamba hata ile kupeleka barua kutoka shirika moja kwenda shirika jingine kwamba kukataliwa, kwamba yeye kwamba amekataliwa. Ila aliona kwamba labda ni mpango wa Mungu pia. Na ni kweli mpango wa Mungu ulikuja kutimia kwa sababu alikuja kuwa padre, lakini baada ya kupita kwenye sehemu fulani, kwenye njia fulani iliyokuwa ngumu sana, ambayo baadaye sasa ilikuja ikawa utukufu kwa Mungu, kwa sababu kupitia yeye sasa familia zinapata amani. Kupitia maombezi yake pia familia nyingine zinatoka kwenye changamoto, zinakuwa zile familia zilizokuwa hazisali zinasali, na zikisali pia zinaleta ushuhuda. Hivyo ni muombe pia kijana kwamba tunaweza tukafanya maamuzi mazuri kama tukimshirikisha Mungu. Lakini sasa tunaweza pia tukafanya mabaya kama tutamshirikisha Mungu, kama tutamweka Mungu kando. Ndio hapo tunapozungumza kumshirikisha Mungu na kumtanguliza kwa kila jambo ambalo kijana unapaswa kufanya ili kuweza kuishi katika ule mpango wa Mungu. Kuna marafiki umezungumza wako ambao unatamani kumwambia Mungu, naona marafiki hawa hawawezi kunifikisha kufikia lile lengo. Pengine tunapozungumza na kijana ambaye amekuwa na kundi la marafiki ambao hawampeleki katika ule mpango wa Mungu, pengine amekata tamaa ya maisha, pengine alisoma muda mrefu sana akategemea atapata ajira nzuri, lakini haijawa kama vile ambavyo alikuwa anatazamia. Pengine marafiki hawa wanawezaje kuharibu na kujenga ule mpango wa Mungu katika maisha ya kijana? Kama nilivyosema, marafiki wote si kwamba huwa ni marafiki wazuri. Na wakati mwingine hali tu ya kawaida ya binadamu, tukikuona wewe unapiga hatua kuliko sisi wengine, chuki huwa inakuwa ndani yetu. Sio wote ambao wanafurahia nini? Mafanikio yetu ya kila siku. Na hivyo sasa ukiwa na marafiki ambao tunasema kwamba mzunguko wako wa marafiki wote unaona tabia zenu zinafanana, tabia zenu, hali zenu ni za aina moja, hakuna rafiki anayeweza kuwapa challenge, inamaanisha kwamba maisha yenu yenyewe hayawezi kubadilika. Na huyu kijana ambaye amekata tamaa hawezi kupata nguvu tena ya kusimama, kwa sababu aina ya marafiki ni wale wale. Lakini ukiwa na marafiki ambao wakati mwingine wanakuambia ukweli, unapokosea wanakuonya, na wanakuambia ukweli kwamba hapo umekosea, Irene hapo umekosea, hapa Grace umekosea. Lakini wale marafiki ambao watakuwa tayari pia kukusaidia pale unapokuwa umerudi nyuma na wakakwambia kwamba umekata tamaa, lakini kukata tamaa sio suluhisho, wakakwambia ukweli kwamba unapaswa kunyanyuka, watakao kutia moyo. Hao ndio marafiki wanaotakiwa uwe nao kwenye maisha. Kwa sababu marafiki kama hao, kama wanakutia moyo, wanakusaidia, lakini wakati mwingine wanakwambia ukweli, hao ni wazuri. Na inawezekana Mungu anawatumia hao ili wewe unyanyuke. Lakini sasa tukiona wale marafiki ambao tunapenda watuambie mazuri yetu tu, hawataki watuambie mabaya, hao inakuwa ni hatari kubwa. Na tutajikuta kwamba tunazidi kudidimia kwa sababu tunaambiwa maneno mazuri. Hatuambiwi yale ambayo yanatukereketa, yanatufanya kwamba tubadilike, tuwe na kiu, tuwe na hasira ya kufanikiwa, na wakati mwingine tuwe na hasira ya kumtafuta Mungu. Kwa sababu kuna marafiki ambao watatuambia kwamba hapo umelegea,
hapa uendi vizuri, unakuwa una ile hasira kusema kwamba wacha nimtafute Mungu, wacha niende pia kanisani, wacha nisikilize neno la Mungu, wacha nisome neno la Mungu, kwa sababu unajua kuna rafiki aliniambia maneno magumu. Kwa hiyo unafanya kwa hasira ili kumwambia yule rafiki kwamba ninaweza kufanya. Tukiona marafiki kama hawa watatusaidia. Ila tukiona wale marafiki wanaoweza kutuambia tu mazuri na yale ambapo tunakosea hatuna hao marafiki, kwetu itakuwa ni ngumu. Tutazidi kukata tamaa, tutazidi kurudi nyuma. Kwa hiyo nikwambie kwamba kijana, usikate tamaa. Cha kwanza, jambo la kwanza, usikate tamaa. Hairuhusi kukata tamaa, kwa sababu pia Mungu hapendi watu wanakata tamaa. Hata kama tunapitia changamoto, lakini tujue kwamba ipo siku moja tutatoka kwenye changamoto na tutaenda kushuhudia kwa watu kwamba tulipita sehemu ngumu, lakini Mungu alitupitisha. Lakini tutakuja kushuhudia kwamba tulikuwa na marafiki ambao walikuwa wanatembea na sisi. Unajua pia ukiwa unapita kwenye changamoto, ukawa na mtu naye tembea naye, anakutia moyo. Hao ndo marafiki wazuri. Hao ndo mpango wa Mungu, ambao ni marafiki ambao ni mpango wa Mungu kwenye maisha yetu, kwamba wanatusaidia tunapita nao. Na kama tuna wale ambao hawatusaidii kupita nao kwenye changamoto zetu, basi tuachane nao. Tuwe na wale marafiki ambao wanaweza kutusaidia. Wakati mwingine tunasema kwamba changamoto huwa ni fursa za sisi kusogea. Yawezekana ni kukua kiimani, kimaisha. Changamoto huwa ni fursa siku zote. Pale tunapopita kwenye changamoto, tunakuwa tumejifunza wakati mwingine kwamba nikipita mahali kama hapa ninaweza kutoka tokaje. Ndio. Asante sana dada Grace Kitime, lakini naona bwana Jerome Mmasi una la kujazia hapo tunapozungumza kuhusiana na marafiki, namna gani wanaweza kujenga au kuharibu ule mpango wa Mungu kwa kijana. Ni kweli dada Irene. Mpenzi msikilizaji, kuna mwandishi mmoja aliandika kitabu chake kwa Marekani, ni mtafiti na ni profesa wa chuo kikuu. Akasema mafanikio yako yanatokana na aina ya marafiki wanaokuzunguka. Na alieleza mambo mengi, na akasema kila inapofika mwanzo wa mwaka uweke vigezo 5 vya kuwapata marafiki bora watakao kusaidia katika maisha yako. Na akasema inapofika mwisho wa mwaka ufanye kitu inaitwa friendship audit, yani ukaguzi wa marafiki, kwamba wale niliokuwa nao tangia Januari wamenisaidia vipi, hawajanisaidia vipi. Na akasema kuna marafiki unatakiwa uwaondoe kwenye maisha yako, na akasema kuna marafiki wengine hawatakiwi waondoke kwenye maisha. Hao ambao unatakiwa uondoe ni wale ambao umeona kabisa kwa mwaka mzima wamekuwa ni hasara kwako na sio faida. Na akasema pia unatakiwa, kuna marafiki utakiwa kuwaondoa, bali unatakiwa upunguze muda wa kukaa nao, kwa sababu muda mwingi unaotumia nao ni kwamba hawakusaidii, badala yake wanakuondoa nje ya mfumo wa kimaisha. Akasema pia utazame aina ya marafiki ambao, kuna watu ambao wanakuzunguka lakini sio marafiki zako, lakini potential, na watu ambao wanaweza wakanisaidia mawazo ya biashara, wanaweza wakanipeleka kwenye mambo ya Mungu, nikaenda kanisani, nikaenda jumuiya. Akasema watu kama hawa unatakiwa wavute karibu, kwa sababu ni asset, ni rasilimali muhimu ambao hujaweza kuiweka karibu. Lakini mwisho wa siku akasema kwamba kuna aina hizi 5 za marafiki ambazo unawahitaji ili ufanikiwe. Aina ya kwanza akasema ni wale wanaokutia moyo, kwamba kuna wakati unakuwa unafanya jambo lako na unakuwa na marafiki ambao kwa nakwambia dairi unaweza, unajua unavyotangaza sauti yako ni nzuri sana, bana endelea hivyo hivyo, ongeza bidii, fanya hivi, kuliko yule mtu anakuambia yani hata ukitangaza pale studio sauti yako natamani tu hata upige muziki peke yake. Huyo anakuwa anakukatisha tamaa. Kwa wale wanaokutia moyo ni kundi la kwanza. Kundi la pili anasema ni marafiki wanaokupa changamoto. Unajua mara nyingi vijana wanaona kama rafiki anayemkosoa sio rafiki mzuri kabisa. Lakini kwa taarifa yako, waliochangia asilimia kubwa ya maendeleo yako Irene mpaka ulikofikia sasa hivi na wale waliokuwa wanakukosoa, wanakupa changamoto. Mzazi aliyekuwa anakuambia kwamba mimi wakati nasoma nilikuwa napata A zote hata kama unajua hajaenda shule. Wewe unapataje CDF? Pambana, ndio alikufanya leo kaweza kufanikiwa na ukawa hapo ulipo. Kwa wanaokupa changamoto, sio wanaokupongeza tu. Lazima uwe na marafiki ambao pia anakuambia hapana, hapo umekosea, fanya hivi, unaweza kufanya. Kwa nini hapo umefanya hivi wakati unajua uwezo wako sio namna hii? Aina ya 3 ya marafiki ambao alipendekeza ni kwamba ni wale ambao wanakusikiliza. Unajua katika umri wa ujana kuna changamoto nyingi unazopitia. Kwa hiyo lazima pia uwe na sehemu ambao unaweza ukaenda ukatapika ile nyongo unayokuwa nayo. Wakati mwingine vijana wanaachwa, unajua kwenye mahusiano. Wakati mwingine vijana wanazalishwa, ni single parents. Nimefika mahali hana wa kumsikiliza. Kuna rafiki ambaye atakusikiliza changamoto unayopitia kwa muda huo. Kuna ambao wanapata hasara kwenye biashara zao. Kuna ambao wamekataliwa na wazazi na hata jamii, wakati mwingine inawaita majina ya ajabu. Sasa huyu kijana anakuwa na mtu wa kumsikiliza, na kukosa kusikilizwa ndio maana unaona sasa hivi huko mtaani matukio yanaongezeka ya vijana, mara amejinyonga, mara amefanya hivi, mara amepotea, mara amefanya hivi. Wengine wamekuwa mizigo kwenye familia. Kwa hiyo inatokana kwamba amekosa rafiki wa kumsikiliza. Rafiki wanne wanasema ni marafiki wawazi, yani uwe na open friendship. Yule ambaye haoni shida
kufichi kwenye jambo lote ambalo linatokea, liwe baya liwe zuri, anakueleza bayana bila kuficha. Anakuambia nakupiga za uso. Nakupiga za uso huyu anakusaidia sana, kwa sababu hata jambo ambalo lingekuletea shida mbele ya safari anakuambia leo unajua namna ya kupambana nalo. Aina ya 5 ya marafiki anasema ni wanaotuunganisha. Unajua ulimwengu wa sasa kwa kiasi kikubwa, ili ufanikiwe, kwanza unahitaji uwe ni mtu wa taarifa, the information. Una taarifa kiasi gani? Wewe kijana unayefanya biashara, una taarifa za kibiashara kiasi gani? Taarifa za masoko kiasi gani? Sasa hivi tunaona mafuta yamepanda, lakini tulifahamu pia kwamba tangia vita hii jambo hili mbele litatokea. Kwa hiyo lazima kwa hiyo wanaotuunganisha tunasema ni ile connection, kwamba uwe na marafiki ambao akiona fursa mahali atakuunganisha. Uwe na mtu ambaye kukiwa na chance ya nafasi ya utangazaji pale radio Amani FM, atakwambia sasa unajua kuna nafasi pale, sio kusubiri kwanza tangazo litokee kwenye radio, kwenye magazeti. Uwe na mtu ambaye akiona kuna fursa mahali anaweza akakwambia na anaweza akakuunganisha na watu sahihi katika maisha. Asante sana. Tukisalia hapo Bwana Jerome, tunazungumza kuhusiana na fursa. Kijana akiona fursa fulani atamwambia kijana mwenzake achangamkie, na mwisho wa siku apige hatua, lakini katika mpango wa Mungu kiwa ndani yake. Lakini kumekuwa kuna changamoto kwa baadhi ya maadili kwa vijana. Pengine unahisi hasa changamoto kubwa inaanzia wapi? Ni utotoni, malezi ya wazazi hawakusimama katika misingi mizuri ya kuhakikisha huyu kijana anaishi vizuri, au shida inakuwa wapi? Unafahamu swala la maadili ni pana, kwa sababu linaweza likaanzia katika eneo la malezi, kwa sababu unajua huwa tunasema kwenye malezi ya mtoto anajifunza zaidi kwa kuona kuliko hata kusikia. Kwa wakati mwingine watoto wamekulia kwenye familia ambazo kwa kweli unakuta wale wanaowalea wenyewe maadili yao ni yako hovyo. Kwa mfano, ukiwa na mama ambaye huwa anavaa vibaya, huyo mama hata angepiga kelele vipi ili mtoto avae vizuri, hata vaa vizuri, na hata atakapokuwa kijana atakushangaa wewe naye mwambie kwamba umevaa vibaya. Lakini vile vile mazingira yanaweza akachangia, mazingira ya kukuza watu hawa, mazingira ambayo tunakulia na wale ambao tuna interact nao, ile jamii ambayo tupo, tunaona nini, tunasikia nini, inaweza ikachangia. Na kwa bahati mbaya kwenye miji yetu na hata vijijini sasa hivi mazingira yana influence. Unaona kwamba kuna mambo pia ya western, ya magharibi yameingilia katika mazingira fulani. Mtoto akiadhibiwa inakuwa ni changamoto. Sasa kama ni changamoto, na zamani kidogo ilikuwa ukiadhibiwa mtoto unaogopa hata kwenda kusema nyumbani kabisa. Lakini siku hizi mtoto akiadhibiwa akienda kusema, hata wewe uliyemwadhibu utapata changamoto hata ya kisheria. Ni mazingira hayo na mambo mengi ambayo yanatokea katika maisha. Lakini kuna jambo pia la kimagharibi, ile ambayo ni utandawazi, globalization, ambao utandawazi kutokana na namna vitu ambavyo tunaviona, katika mfumo wa video, wa picha, tunavyosikia, vinaathiri pia maadili ya vijana kwa kiasi fulani. Na hii sasa inatufanya tunakaa mbali na Mungu. Kwa mfano alizungumza dada Grace hapa, unapokuwa na matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii, ukajikuta kuanzia asubuhi mpaka jioni na mpaka kesho na kadhalika, wewe ni mtu wa kwenye simu tu, na kwenye simu vitu unavyotazama vinakuondoa nje ya uwepo wa Mungu. Maana yake muda wako mwingi unautumia kwenye mfumo ambao Mungu haukuwa ni mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kuleta mtandao kupitia watu mbalimbali, wakae, wabuni, watengeneze, ili tuweze kutumia hii mitandao katika kumsifu Mungu, kumjua Mungu, kumpenda, kumtumikia, ili tuende mbinguni. Lakini pia kutumia mitandao hii kwa ajili ya fursa. Lakini ukianza kutumia mitandao kwa mambo mengine, lazima itakuweka nje ya mfumo. Kwa hiyo utakuwa nje ya mpango wa Mungu. Na dada Irene, maana yake unavokuwa nje ya mpango wa Mungu, maana yake uko kwenye mpango wa shetani. Sasa cha kufanya ni kupiga tu, tunasema tu revert, ni kugeuka ili umrudie Mungu. Kupitia njia gani? Tumezisema kupitia maungamo ya mara kwa mara, lakini kupitia pia kushiriki program mbalimbali, tunasema mazoezi ya kiroho, kama kwenda jumuiya ndogo ndogo za Kikristo ambao vijana wengi hawaendi, kwenda kanisani, kusikiliza mahubiri mbalimbali, kuhudhuria semina, kusikiliza vipindi kama hivi, kutazama vipindi kama hivi kwenye mitandao, vinakusaidia pengine kuvuka na kutafuta watu ambao wanaweza kukusaidia katika maisha. Asante. Barikiwe sana Bwana Jerome Masi. Nije kwako dada Scholastica Masanja. Tunazungumza kuhusiana na utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, na hasa kubwa zaidi tukiendelea kuhamasisha kuhusiana na sala katika familia. Pengine sala ina nafasi gani katika maisha ya kijana ili kutimiza ule mpango wa Mungu? Asante sana dada Irene. Sala kwa kijana ina mpango mkubwa sana, kwa sababu sala inajenga usafi wa moyo kwa kijana. Sala inajenga mahusiano mazuri na Mungu kwa kijana. Lakini sala inamwezesha kijana kutimiza ndoto zake. Sala hiyo inamwezesha kijana
kumsaidia kuepuka kama walivyosema wenzangu, kuepuka marafiki waovu. Kwa kupitia sala Mungu anazungumza nasi kwa njia ya sala. Kwa hiyo kijana akiwa na maisha ya sala ataweza kuepuka mambo ya aibu, ataweza kuepuka tabia ambazo sio nzuri. Atakuwa sala inazungumza naye. Anapotaka kufanya jambo baya atakumbuka kwenye sala nilisali hivi. Kwa hiyo kumbe sala inamuongoza katika maisha matakatifu. Sala inamuongoza kuweka mahusiano mazuri na jamii, mahusiano mazuri na wazazi, mahusiano mazuri na taifa, mahusiano mazuri na watu wanaomzunguka. Kwa hiyo sala kwa kijana ni msingi ulio imara kwa kujiimarisha yeye mwenyewe, kuimarisha wanaomzunguka na kuimarisha jamii kwa ujumla. Sala ni msingi imara. Asante sana. Sala ni msingi imara kwa kijana. Pengine Grace Kitime ni kijana, wako vijana wengi ambao mweza kukutana nao kwenye makongamano, kwenye nafasi za kuzungumza kama vijana, lakini pia kwenye idara ya vijana ndani ya utume wa maisha ya familia ya Padre Peyton tunayoyazungumza hasa kila siku. Pengine vishawishi gani hasa ambavyo vinafanya kijana anashindwa kuishi mpango wa Mungu, lakini mwisho wa siku anaweza kaishi hivyo, enzi ya ujana wake ikaisha, ikafika kuwa sasa baba wa familia, akashindwa kusimama kwenye nafasi yake? Vishawishi viko vingi. Tukianza na maisha, mfumo wa maisha. Vijana wengi wanatamani kuwa na maisha mazuri, ila hawataki kufuata process. Tunasema kuwa na maisha mazuri au kuwa na mafanikio kunahitaji hatua, ni mchakato. Na moja ya kishawishi pia ni hayo maisha, kwamba nimeona fulani amejenga nyumba nzuri, ana gari nzuri, na mimi natamani kuwa na gari nzuri, bila kujua kwamba alifanyaje mpaka kufika hapo alipo. Kwa na sisi tunatafuta sasa njia zile za mikato ili kuwa na hayo maisha mazuri. Vijana wengi tunaishi maisha ambayo sio halisi, fake life. Ndio watu tunasema maisha ya filter. Na wakati mwingine kama alivyosema kaka Jerome, tunaweza tukapata pia watu watakao tuunganisha na fursa zilizoko, kwamba tukaambiwa bana, hapa kuna deal hapa hivi, kwa sababu wewe tunaona haujasogea, kuna deal hapa linaweza likakusaidia, ila kwa sababu nina maisha yale ya kufake, ninajionyesha ninaweza, hata kukiwa na deal mahali siwezi nikaitwa. Hiyo ni changamoto pia ya vijana wengi wa sasa. Vijana wengi tunatamani kuishi maisha mazuri, tuna fake maisha kwa sababu tunataka tuonekane na sisi tuko vizuri. Tunavaa nguo ambazo pia hata uwezo wa kununua hatuna. Yawezekana tungenunua tu zile ambazo tungekuwa na uwezo nazo, tungewekeza kile kidogo ambacho tunakipoteza kufanya vile vitu vya kuiga. Yawezekana mimi kwa sababu ni mdada, nimeona fulani amenunua kiatu kizuri na mimi nitanunua hicho kiatu cha 90,000, lakini uwezo wangu mimi ni 10,000. Ukuta huko kwenye majira ya kupanda unataka kuvuna. Sasa hiyo itatufanya sisi tusisogee. Ni baadhi ya vitu ambavyo vinatufanya vijana turudi nyuma, ni vishawishi vinavyotufanya turudi nyuma, lakini pia ni mambo ambayo yanatufanya pia turudi nyuma. Lakini jambo jingine la tatu, marafiki tulio nao. Tunasema aina ya marafiki, ametoka kuzungumza hapa kaka Jerome. Pia aina ya marafiki tulio nao ni changamoto kwenye maisha yetu. Kama tulivyosema kwamba vijana wengi wanapenda kuambiwa maneno mazuri, hawataki kuambiwa ukweli. Kwa hao aina marafiki tulio nao, na kwa sababu wameshatujua tunataka kuambiwa yale maneno mazuri, rafiki atakusifia tu hata pale unapokosea. Umefanya vizuri bana, lakini kiukweli ndani yake anaona kabisa umefanya nini? Umekosea vibaya. Ndio. Hiyo pia ni changamoto kubwa sana kwa vijana. Lakini pia jambo jingine, vijana kutokukubaliana na mazingira. Kwamba mazingira tuliopo sasa yanahitaji sisi tupambane, lakini hatukubaliani nayo. Tunataka tuishi sisi tunavyotaka, hatutaki kukubaliana na mazingira. Na wakati mwingine pia yawezekana tukapata fursa sehemu nyingine tofauti, lakini kwa sababu tunasema sisi tumeishi mjini bana, siwezi enda mazingira fulani. Sasa hiyo hatukubaliani na mazingira, kwamba mazingira pia yanaweza kutusaidia sisi tukasogea, tukatoka mazingira haya tulioyazoea, tukaenda mazingira mengine, tukapata changamoto mpya, tukapata kitu kipya kitakachotusaidia kukua. Mazingira pia yanaturudisha nyuma. Tunataka tuishi tu mjini. Tunataka tufanye tu kazi fulani, tukae ofisini. Mimi siwezi kuuza mkaa bwana, sijasoma hicho kitu mimi. Siwezi kuuza mboga bwana, mimi sio maisha yangu. Haya sio maisha yangu. Hivyo vinatufanya tunarudi nyuma. Ni changamoto kwa vijana wengi. Ila tukikubaliana mazingira, tukatafuta marafiki walio sahihi kwenye maisha yetu, tukakubali uhalisia, tukaishi uhalisia wetu sisi. Mimi ni kijana, nimezaliwa niko hivi, maisha yangu yapo chini. Ninatakiwa nipambane niafikie maisha yangu, nikakubaliana na hicho kitu, tutasogea.
mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton alizaliwa kwenye maisha ya kawaida sana. Na hakuona kwamba kuzaliwa kwenye yale maisha ya kawaida ni vibaya, ila aliona yeye itakuwa ni vibaya kufa akiwa ameishi bado yupo kwenye hayo mazingira. Na vijana wengi pia tukumbuke kwamba mazingira ambayo tumekuta nao wazazi sio kwamba ni mbaya na si dhambi, ila sisi kufa sasa kwenye yale maisha walioishi wazazi wetu au maisha ya chini zaidi ya kiwango cha wazazi wetu, hapo sasa ndo tutakao tujiulize, kwa nini mimi sijafika hatua nyingine mbele? Patrick alipambana kufikia ndoto zake, kufika hatua ya juu. Na sisi pia manake ni wajibu wetu, ni wito kwetu pia kama Patrick alivyopambana, na sisi kupambana kufika juu. Tuache kufeki maisha, tuache kuiga maisha ya watu, tuishi maisha yetu ili kufikia ndoto zetu, kufikia malengo yetu. Na hizo changamoto nyingine zote tunaweza kuepukana nazo kama tutaamua kuishi uhalisia. Ndio. Barikiwe sana Grace Kitime. Na kijana ili afanikiwe lazima akubali kuishi katika ule mpango wa Mungu, lakini kuacha kufeki maisha ni jambo ambalo sana lilakumba vijana wengi wa sasa. Kuishi na kujikubali katika uhalisia ni kitu ambacho kinakuwa kigumu sana. Muda nao sio rafiki, kaka Jerome Masi. Pengine unalipi la kuzungumza na kijana kwa niaba ya hiki ambacho tumezungumza kwa siku ya leo, hasa tukilenga maisha na mpango wa Mungu katika maisha ya kijana, lakini pia tukilenga utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, hasa tunapomjenga kijana kujua kwamba lazima aitike wito wake, lazima afanye maisha yawe sahihi, lazima afanye maamuzi ambayo kesho hayatakuja kuwa majuto kwenye maisha yake. Lakini anapokuwa pia na changamoto, anawapataje watu wa utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, hasa katika idara ya vijana? Okay, ni kweli kwamba dada Irene, Mungu anatuwazia mema kama vijana, na Mungu anatupenda kama vijana, na Mungu yuko nasi katika safari yetu ya ujana. Unafahamu, wakati mwingine tunaweza tukajihukumu kutokana na yale ambayo tunayapitia katika ujana. Kama alivyosema pia Douglas, mkuu wa idara ya vijana, kwamba ujana una changamoto nyingi. Unatamaza hapa na pale, una uhalifu hapa na pale. Lakini mara nyingi pia tusijihukumu sana. Tusijihukumu sana kwa sababu kila aliyewahi kupitia ujana anafahamu ujana una mambo mengi. Kwa hiyo jambo la msingi kwa huyu kijana kwanza ni kukubali kwamba yeye ni kijana na hizo changamoto lazima akutane nazo, na yeye sio wa kwanza kukutana nazo. Jambo la pili ni kuchukua hatua ya namna ya kuweza kuondokana na hizo changamoto ili kuweza kufikia ile kusudi au mpango wa Mungu katika maisha ya huyu kijana. Na kuchukua kwenye hatua ndio hizo tunapendekeza mambo ya kusali, tunapendekeza kushiriki masakramenti mbalimbali. Kwa mfano unavyoshiriki sakramenti ya kitubio unajiweka karibu zaidi na Mungu, lakini pia kupokea Ekaristi Takatifu kadiri iwezekanavyo. Lakini pia kuishi pia vizuri na watu ni jambo zuri kwa kweli, na sisi kwenye Utuma Familia huwa tunawasaidia pia vijana kupitia idara ya vijana. Tunawasaidia kwa sababu tuna makundi ya WhatsApp ambayo kijana akitaka kujiunga nayo, maana yake kule ndani kuna vijana wa Tanzania nzima na wengine hata nje ya nchi. Wanajadiliana mambo mbalimbali. Kule ndani pia tuna counselors kwa ajili ya kuwashauri vijana kutokana na changamoto mbalimbali. Unajua kuna changamoto unaweza ukaishare openly, na kuna ambayo inaweza ikaenda chamber inbox. Kwa hiyo watajiunga kupitia namba yetu ya simu, tutawapa 0623 0623 300 303. Akiingia hapo moja kwa moja, iwe ni message ya kawaida, kupiga simu au WhatsApp, anaweza akatupata. Anapitia kwenye mitandao yetu ya kijamii, akienda huko pia atapata elimu mbalimbali kama haya kwenye Holy Cross Family Ministries Tanzania. Vile vile anaweza akatembelea ofisini pale parokia ya Moyo Mtakatifu Yesu Mbetini. Ukiingia tu getini upande wako wa kulia kuna ofisi zetu ziko gorofani hapo. Uuliza tu unaenda Utuma Familia, watakuelekeza. Muda wote tuko wazi kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi kwa ajili ya kufanya consultation ya mambo mbalimbali, kwa sababu pia tuna idara inayohusika na dawati inayohusika na kusikiliza vijana na kuwashauri mambo mbalimbali. Naam, kwa hiyo kwa ujumla wake ninachopenda kuwasa vijana siku ya leo, kwa kweli tujue kwamba Mungu anatuumba, anakusudi na sisi. Mungu anatusindikiza katika safari yetu ya ujana, yupo na sisi mpaka ile siku ambayo tutavuka ujana salama. Familia inayosali pamoja
huishi pamoja. Mungu awabariki sana 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 kwenye anga la vijana kwa siku ya leo. Masuala ya vijana ni masuala mtambuka, na hisi kipindi kinachofuata tutakuja kuzungumza mengi zaidi yanayohusiana na changamoto za mahusiano kwa vijana na mengine kama hayo ambayo yanawakumba vijana. Lakini kwa siku ya leo Mungu awabariki sana, na niwashukuru sana kwa kuwa nami na kuweza kuzungumza katika mdahalo huu kuhusiana na mpango wa Mungu katika maisha ya kijana. Asante sana. Nikushukuru pia wewe mtazamaji ambaye tumeambatana pamoja kusafiri kuweza kujifunza mengi katika anga la vijana, ambapo kwa siku ya leo tumezungumza kuhusiana na mpango wa Mungu katika maisha ya kijana. Lakini asante sana wewe ambaye umesubscribe, umelike na kucomment na kuendelea kuwa mwanafamilia wa Amani Radio Online TV na mwanafamilia wa Holy Cross Family Ministry Tanzania katika kujifunza na kudadavua mambo mengi, hasa tukiyaishi maisha ya Padre Patrick Peyton ili tuweze kuwa na misingi bora katika familia, katika jamii, lakini katika kanisa. Mimi ni Irene Simon. Mungu akubariki sana na tukutane wakati mwingine, na asante pia msikilizaji ambaye tumeambatana kwa pamoja. Naendelea kuifuatilia 101.5 Amani Radio FM kwa vipindi vingine vinavyoendelea.